Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi ya tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2025, juma la pili katika kipindi cha Kwaresima, mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 5 hadi ya 10, na injili inatoka mwinjili Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi ya 31. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa amefarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, Baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, kama tulivyosikia hivi punde simulizi la mtu tajiri na Lazaro ambaye ni maskini, simulizi hii inamwonyesha mtu tajiri aliyeishi maisha ya anasa bila kuangalia mahitaji ya jirani yake Lazaro ambaye alikuwa maskini. Pia tunaonyeshwa kwamba wote wawili walikufa, lakini hatima zao zilikuwa tofauti, zikionyesha matokeo ya maisha yao hapa duniani. Maisha yao baada ya kifo, tunaelezwa kwamba tajiri alijikuta katika mateso, wakati Lazaro alipewa faraja. Ndiyo maana leo, mpendwa msikilizaji wa redio Tabora, mimi na wewe tunaalikwa
kuchagua kuishi maisha yanayompendeza Mungu na jirani. Tusije fanana na tajiri aliyeishi maisha ya anasa akashindwa kumsaidia Lazaro ambaye ni mhitaji, aliyekuwa akiwekwa siku zote mlangoni pa tajiri, akilambwa vidonda vyake na mbwa na akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyokuwa yakidondoka mezani kwa tajiri. Lazaro pamoja na umaskini wake alibaki kuwa na imani kwa Mungu, na hivyo tunaona baada ya kifo chake anajumuika pamoja na Ibrahimu katika karamu ya mbinguni. Wazo hili linajidhihirisha katika somo la kwanza ambapo nabii Yeremia analiweka wazi anapotufundisha kwamba kutegemea vitu vya kibinadamu ni hatari. Nabii Yeremia anatia msisitizo akisema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Rejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 5. Bali tumtegemee Mungu siku zote, kwani Mungu anajua mioyo yetu na matendo yetu, na atawajibika kwa kila mmoja kwa mjibu wa chaguo linalofanywa. Mpendwa msikilizaji wa redio Tabora, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaalikwa kutafakari na kutafuta toba. Simulizi hii tuliyoisikia itukumbushe kwamba tunapaswa kujitafakari kuhusu jinsi tunavyotumia rasilimali zetu. Je, tunawasaidia wahitaji kweli? Au tunatoa vile ambavyo kwetu vimekosa kazi, kama vile nguo zile zilizochakaa, viatu vilivyotumika miaka? Kama tunafanya hivyo, hayo ni maigizo na Mungu hatobariki. Mhitaji atapokea tu kwa sababu hana namna nyingine. Kipindi cha Kwaresima kinatufundisha kuhusu umuhimu wa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, yaani kusali daima. Kila mmoja anapaswa kujitafakari na kutafuta njia za kuimarisha imani yake, kama vile Lazaro alivyofanya. Hata katika hali yake ngumu ya umaskini aliendelea kumtegemea Mungu. Ndiyo maana baada ya kifo chake anajumuika pamoja na Ibrahimu katika karamu ya mbinguni. Hivyo basi, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa na kusisitizwa kumrudia Mungu, tukimtegemea kwa kutenda mema na kutafakari maisha yetu. Ndiposa tutafananishwa na mti uliopandwa kando ya mito, ukichanua hata katika majira ya ukame. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Silvesta Mapolu kutoka Jimbo Katoliki la Kahama, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.